Huruma ya Mungu na asili ya sakramenti ya kitubio. Wapendwa, ni Dominika ya pili ya kipindi cha Pasaka maarufu kama Dominika ya huruma ya Mungu. Karibu katika tafakari ya Dominika ya pili ya kipindi cha Pasaka, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Novemba 30, 1980, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ambaye kwa sasa ni Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, alitoa waraka wake wa pili wa kichungaji, ulienda kwa jina la Dives in Misericordia, manake utajiri wa huruma ya Mungu ama tajiri katika huruma. Katika ujumbe huo ulikuwa ukitufunulia siri ya huruma ya Mungu ilivyo kubwa katika maisha yetu. Na kama askofu wa jimbo la Krakow, Poland, mwaka huo alivutiwa sana na maisha ya Mtakatifu Sister Faustina Kowalska, ambaye ilimpelekea kufanya uchunguzi wake binafsi, na kutokana na maisha yake, kutokana na shajara ile ambayo aliandika na yale yanayopatikana katika shajara hiyo, ukiachilia mbali miujiza miwili mikubwa ambayo ilitokea kwa mama mmoja aliyeenda kwa jina la Maureen Deegan mwaka 1993, ambaye alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa uvimbe mkali wa limfi, na aliweza kupona kwa maombezi ya huyu mwenye heri mtakatifu ambaye baadaye alikuja kuwa Mtakatifu Faustina Kowalska. Na muujiza wa pili ni wa yule Padre Ronald Peter, padre ambaye alikuwa akisumbuliwa na sehemu ya kushoto ya moyo, left ventricle, mwaka 1995. Watu hao wote wawili waliweza kupona kwa miujiza kupitia maombezi ya huyu Sister Faustina Kowalska. Kupitia miujiza hiyo mikubwa ndio ilimpelekea Baba Mtakatifu ambaye kwa sasa ni Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, mnamo tarehe 30 Aprili ya mwaka 2000, ambapo kanisa lilikuwa likiadhimisha jubilei kuu ya miaka 2000 ya Ukristo duniani, kumtangaza rasmi kuwa mtakatifu wa milenia mpya ama mtakatifu wa karne ya 21, Sister Faustina Kowalska, akiwa ni mjumbe wa huruma ya Mungu. Na siku hiyo hiyo, Dominika hiyo ya tarehe 30 Aprili mwaka 2000, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ambaye kwa sasa ni mtakatifu, aliweza kutangaza rasmi kwamba ndio itakuwa Dominika ya pili ya Pasaka kuitwa Dominika ya huruma ya Mungu. Kwa hiyo asili ya kuita Dominika ya pili ya Pasaka kuwa Dominika ya huruma ya Mungu ama Dominika nyeupe ni kutokana na hiyo siku ambayo Baba Mtakatifu huyu aliweka rasmi kuwa siku hiyo. Na hivyo tunaita Dominika ya pili ya Pasaka kila mwaka tunapoiadhimisha, tunaita Dominika ya huruma ya Mungu, kutambua na kuona kwamba huruma ya Mungu ni kubwa katika maisha yetu, na hivyo huruma ya Mungu inafunua siri pia ya sakramenti ya kitubio. Dominika iliyopita tuliadhimisha sherehe kubwa, sherehe ya Pasaka, fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo.
na hivyo ni kipindi ambacho tunaanza sasa kipindi kingine katika liturujia ya mwaka wa kanisa kama kipindi cha Pasaka, kipindi ambacho kinadumu kwa takribani majuma 7, yaani siku 50 kuelekea siku kuu ama sherehe ya Pentekoste, ambayo sherehe hiyo ya Pentekoste, uvuvio wa Roho Mtakatifu na kuanza kwa kanisa la mwanzo, ndio inafunga kipindi cha Pasaka. Kwa ndugu wapendwa, tunapoanza Dominike hii ya pili ya kipindi cha Pasaka, tunaalikwa kutafakari na kuangalia ili fumbo la Pasaka kwa upana wake. Ni wazi kabisa fumbo la Pasaka ndio kiini na moyo wa kipindi hiki cha Pasaka. Na tukigeukia upande wa masomo yanayotumika katika misa Dominika hii, tunaona kwa namna ya pekee masomo kutokana na dhima ya kipindi cha Pasaka ambayo inatuelekeza kutafakari ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuanza kwa jumuiya ya kwanza ya Wakristo, kukua na kuenea kwa imani, lakini pia kuenea kwa hiyo habari njema, habari ya ufufuko, habari ya Ukristo katika jamii ya watu. Kutokana na hizo mada zinazobeba hicho, ndicho kinatupelekea mfumo wa masomo kubadilika katika kipindi hiki cha Pasaka. Tofauti na vipindi vingine, kitu cha kwanza ambacho utakiona ni kwamba katika somo la kwanza ambalo mara nyingi tunazoea kutoa katika Agano la Kale, kipindi cha Pasaka, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho kinaelezea mwanzo wa kanisa, imani ilivyoenea na kuenezwa kwa hilo fumbo la ufufuko katika jamii ya watu. Na kwa namna ya pekee kabisa, tukirudi katika sehemu ya somo la pili nayo inabadilika katika kipindi hiki cha Pasaka, kwa sababu uchaguzi wa masomo ni tofauti na vile ambavyo tumezoea. Mara nyingi sehemu ya somo la pili huwa tunatoa kutoka katika nyaraka za Mtume Paulo, lakini kipindi hiki cha Pasaka tutatoa katika zile barua ambazo zinaitwa barua za Kikatoliki. Barua za Kikatoliki, Catholic Epistles, ambazo watu wengi hupata mkanganyiko na kuona kwamba pengine barua za Paulo ni barua za Kiprotestanti, alafu hizi barua za Katoliki tunasema ni barua za Kikatoliki. Hapana, haiko hivyo. Ni kwamba tunaita barua za Paulo mtume ni barua za mtu wa mataifa, kwa sababu barua zake zinalenga watu husika, zinalenga makanisa husika, zinalenga watu husika. Kwa mfano, barua kwa kanisa la Korinto, barua kwa kanisa la Watesalonike, barua ya Mtume Paulo kwa kanisa la Waefeso, na barua zinazoenda kwa watu husika ni kama barua ya Mtume Paulo kwa Filemoni, barua ya Mtume Paulo kwa Tito na Timotheo na kadhalika. Tunachoita barua za Kikatoliki ni zile barua ambazo ujumbe wake ama ziliandikwa kwa jamii kubwa ya watu, kwa watu wote, kanisa la ulimwengu mzima, na hivyo haina ubaguzi ama haiendi kwa mtu husika, inakuwa kwa kanisa lote. Na ndio maana lile neno Catholicus kutoka katika lugha ya Kilatini linamaanisha la wote, la popote. Kwa hizo barua zinawalenga watu wote wa ulimwengu. Na hizo barua ambazo tunaziita barua za Kikatoliki zipo 7. Barua 2 za Mtume Petro, barua 3 za Mtume Yohane na barua 1 ya Yakobo pamoja na Yuda, ndio zinakamilisha hicho tunachokiita barua za Kikatoliki. Na kinachobadilika katika somo la pili, tunapumzika kidogo kutoka katika barua za Mtume Paulo, tunaingia katika hizo barua, baadhi ya barua tunazoziita za Kikatoliki. Na katika kipindi hiki cha Pasaka tutaona kwamba kanisa limetuwekea hizi barua kwa namna nzuri na yenye maana, sio kwa bahati mbaya. Katika sehemu kama somo la pili katika kipindi hiki cha Pasaka, kama ni mwaka A wa kanisa kama tulionao sasa, tutachota katika barua ya kwanza ya Mtume Petro kwa watu wote. Kama ni mwaka B wa kanisa, tutachota katika barua ya kwanza ya Mtume Yohane kwa watu wote. Na mwaka C wa kanisa ni tofauti kidogo, tutachota kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo mfumo mzima wa masomo katika kipindi hiki cha
Pasaka unabadilika kidogo kutokana na dhima na mada zinazobeba fumbo hili kuu la Pasaka. Katika Injili kadiri ya mwinjili Yohane, kama sehemu ya Injili inayotumika katika Dominika hii ya pili ya kipindi cha Pasaka, ni Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 hadi ya 31, ambapo ni lile simulizi la Yesu anawatokea mitume, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, na anapowatokea anawaambia amani iwe kwenu, na sio tu amani iwe kwenu, anawadhihirishia na kuwapa uwezo wa kutoa uwezo wa kusamehe na uwezo wa kutokusamehe, uwezo wa kufungua na kufungia dhambi za watu, manake uwezo wa sakramenti ya kitubio kwa wale mitume. Na tukio linapotokea, mmoja wa wale tenashara, yani Tomaso, hakuwepo katika jamii ile, na baada ya siku 8 Yesu anakuja anawatokea tena, Tomaso akiwapo pamoja nao. Na Yesu anapowatokea kama kawaida anawaambia ujumbe ule ule wa habari njema, amani iwe kwenu, amani ikiwa kwenu. Halafu anamwambia Tomaso aje aamini, aguse ili aamini kwamba kweli Yesu Kristo amefufuka. Kupitia injili hiyo pengine tunaweza tukajiuliza kwa nini kanisa linatuwekea injili hii kila mwaka, kama ni mwaka A, kama ni mwaka B, kama ni mwaka C wa kanisa, tunasoma injili hii katika liturujia ya mwaka wa kanisa kipindi cha Pasaka. Linatuwekea kipindi hii kwa sababu katika Dominika ya pili tunapata uthibitisho kutoka katika maandiko matakatifu yenyewe kwamba baada ya siku 8 Yesu anawatokea mitume, na anapowatokea mitume Tomaso anakuwepo. Basi baada ya siku 8, na tukiangalia Dominika hii ya pili ni siku 8 baada ya Dominika ya ufufuko. Maana lile tukio lilipotokea Yesu baada ya ufufuko aliwatokea mitume, baada ya siku 8 Tomaso yupo na Yesu anatokea. Na Yesu alitokea hiyo mara ya pili, ambao ni katika Dominika ya pili, ama ni Dominika baada ya Dominika ya ufufuko. Yesu anafanya kile ambacho Tomaso aliwaambia mitume wenzake kwamba mimi nisipogusa kovu za mikono yake na kovu zile za misumari alizotobolewa siwezi nikaamini. Na Yesu anapowatokea kama kawaida anawaambia amani iwe kwenu, lakini anamwambia Tomaso, lete hapa mkono wako uguse sehemu za kovu za misumari katika mikono yangu na katika ubavu wangu, ili usiye asiyeamini. Tomaso anagusa, na anapogusa anaamini na kufikia kuweka na kufikia kukiri imani, ama kukiri ungamo la imani, Bwana wangu na Mungu wangu. Ndio tunapata hiyo asili ama kitu cha tofauti kabisa katika injili takatifu. Na jambo jingine ambalo linatufanya tutafakari hilo ni uwezo wa kisakramenti ambao Kristo anawarithisha mitume, kwamba kile ambacho kama vile yeye alivyotumwa na Baba ndivyo na yeye anawatuma hawa mitume kuendeleza kazi ya ukombozi wa wanadamu. Na jambo la tatu ni kuwavuvia na kuwapa uwezo wa sakramenti ya kitubio, kwa maana anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi wamefungia. Tunaona tunapata asili ya sakramenti ya kitubio. Swali ambalo unaweza ukawa nalo umejiuliza, ama baadhi watu wa madhehebu mbalimbali na mitazamo mbalimbali wamekuwa wakiwashangaa na kuwauliza Wakatoliki, pengine kwa nini niende nikaungame kwa padri dhambi zangu na nisiungame kwa Mungu moja kwa moja? Jibu ni rahisi tu, kwamba hili Yesu Kristo mwenyewe alitaka iwe hivyo, na alitaka iwe hivyo kwamba aliwarithisha mitume wake, kwamba mitume wake pamoja na wale warithi wao wawe na uwezo wa kuendeleza kazi ya ukombozi ya kuwaondolea watu dhambi. Na kwa hivyo watu walihitaji kusikia maneno ya lile ondoleo la dhambi. Na watalisikiaje? Watalisikia kwa hawa mitume na warithi wa mitume, kutokana na ile kazi ambayo Kristo aliwarithisha, ama Kristo aliwakabidhi mamlaka
ya kufanya hivyo. Na kwa hiyo tunahitaji kupokea neema ya pekee ya Mungu kuweza kuelewa uzito wa jambo hilo na ule uwezo na mamlaka ambao Kristo aliwapa mitume wake, na hivyo sisi tunapaswa kutambua na kuona kwamba kuna nguvu kubwa na kuna mamlaka makubwa aliyopewa hawa mitume ambao warithi wao baadaye ndio mapade, maaskofu na kadhalika, wanaendeleza ile kazi ya utume wa kuondolea dhambi watu na kuwaondolea dhambi na kuwapa msamaha na ondoleo la dhambi, ambalo hilo tujalitoa kichwani. Pia lina ushahidi wake katika maandiko matakatifu na kwa namna ya pekee katika mapokeo ya kanisa na kwa namna ya pekee mafundisho ya kanisa. Na katika mafundisho ya kanisa tunaweza tukarejea mtaguso wa Trento, ambao mtaguso ulifanyika mwaka 1545 mpaka 1563. Na katika mtaguso huo basi unaelekeza kwamba Bwana aliwapa mitume uwezo na mamlaka ya kuweza kuondoa dhambi, na mamlaka hayo ama uwezo huo aliutoa Yesu mwenyewe. Tunaposoma Injili hii ya Yohane sura ya 20 aya ya 22 mpaka 23, kwamba wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Na alipokuwa akifanya hayo, ama kauli hiyo inadhihirisha kile ambacho tunakifanya katika sakramenti ya kitubio, kwamba ni Mungu pekee ndiye anayesamehe dhambi. Padre kama mjumbe, kama mwakilishi wa Kristo, kwa lugha ya Kilatini anasema altare Christus, maana yake anamwakilisha Kristo. Na hivyo ninapokwenda kwa padre kuungama dhambi zangu, siendi kuungama dhambi zangu kwa padre kama binadamu, padre kama mtu, lakini naenda kuungama kwa padre aliyemwakilisha Kristo katika sakramenti ile ya kitubio. Kwa hivyo ndicho ambacho Katekisimu ya Kanisa Katoliki inaliweka wazi jambo hilo tunaposoma Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1441 mpaka namba 1442. Nitanukuu Katekisimu ya Kanisa Katoliki inavyosema: Mungu peke yake usamehe dhambi. Kwa sababu hiyo mwana wa Mungu anajisemea mwenyewe, mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, na anatumia uwezo wa kimungu, dhambi zako zimeondolewa. Zaidi ya hayo, kwa nguvu ya mamlaka yake ya kimungu anawapa watu uwezo huo ili watumie kwa jina lake. Kwa hivyo ni Mungu pekee ndiye anayesamehe, na uwezo huo wa kusamehe unawakilishwa na huyu ambaye ni mtumishi na huyu ambaye ni mjumbe wa huruma ya Mungu, sakramenti ya kitubio, padre ama askofu. Na katika Katekisimu inaendelea namba 1242 inasema, Kristo alitaka kanisa lake lote kabisa, katika sala zake, maisha yake na utendaji wake, liwe ishara na chombo cha msamaha na upatanisho, ambao ametustahilia kwa gharama ya damu yake. Lakini ameiaminisha huduma ya kitume uwezo wa kuondoa dhambi. Uwezo huu umeaminishwa huduma ya upatanisho. Mitume apelekwa kwa jina la Kristo, na ni Mungu mwenyewe ambaye kwa njia yake huhimiza na kusihi mpatanishwe na Mungu. Kwa hiyo ni katika muktadha ule wa huruma ya Mungu, kwamba kwa huruma ya Mungu anaendeleza ile kazi ya ukombozi ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika dhambi, kwa kumpatia nafasi nyingine tena ya kuweza kujipatanisha naye kupitia sakramenti ya kitubio. Lakini atajipatanisha kwa nani? Atajipatanisha kwa hao makuhani ambao wamewekwa kwa ajili ya kumwakilisha Kristo katika sakramenti ya kitubio. Hivyo Wakatoliki mnapaswa kujivunia, ama tujivunie, kwa sababu ya huruma ya Mungu ilivyo kubwa, kwamba tunazidi kupata neema
za sakramenti ya kitubio kwa kuondolewa dhambi zetu. Neno la msingi ambalo limesemwa hapo, wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa, wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Ni kile ambacho tunakitafakari kwa namna pana, kwamba kumbe kuna watu wanaweza wakasamehewa dhambi na kuna watu ambao hawawezi kusamehewa. Wale wanaosamehewa dhambi ni wakina nani na wale ambao hawasamehewi dhambi ni wakina nani? Tunarudi pale pale kwamba mtu anayekuwa na moyo wa toba ya kweli na yupo tayari kusikitikia dhambi zake na kuzikiri kweli mbele ya Mungu kupitia huyu mtumishi wake, mwakilishi wa Kristo, padre katika sakramenti ya kitubio, huondolewa dhambi. Lakini yule ambaye anakwenda pasipokuwa na majuto na sikitiko la dhambi, manake anaenda pale kama kucheza katika sakramenti ile, na kile ambacho kitafanyika ni kwamba hataondolewa dhambi. Na mtakatifu ambaye Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Baba Mtakatifu, anatuambia huruma ya Mungu si kitu cha nyongeza, bali huruma ya Mungu ni kile ambacho, ama msingi wa kile ambacho Kristo mwenyewe alikiweka, yaani sakramenti ya kitubio. Kupitia hiyo tunapata udhihirisho wa wazi wa sakramenti ya huruma, ama huruma ya Mungu katika maisha yangu, katika maisha yako. Na Baba Mtakatifu ambaye ni hayati sasa, Baba Mtakatifu Francisco, katika mwaka ule wa jubilei ya huruma ya Mungu mwaka 2015 mpaka 2016, katika barua yake ya kichungaji Misericordia Vultus, alielezea kwamba tuwe na huruma kama Baba, na Kristo ni uso wa huruma ya Mungu, na hivyo huruma ya Mungu inajidhihirisha katika kiti cha huruma ya Mungu ambacho ndiyo sakramenti ya kitubio au sakramenti ya upatanisho. Kwa hiyo anaendeleza kile ambacho mitume pamoja na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, kuonyesha kwamba kuna utajiri mkubwa katika sakramenti ya kitubio juu ya huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu inapatikana katika sakramenti ya kitubio. Sehemu ya pili ya Injili ni tukio la Tomaso, yule ambaye tunamsema kwamba Tomaso asiyeamini, lakini pengine tutafakari vizuri, pengine inaweza kawa ni Tomaso asiyeamini, lakini pia Tomaso anayeamini. Tomaso asiyeamini kwa sababu alihitaji kuona, alihitaji kugusa ili aweze kuamini kweli huyu ndio Kristo amefufuka kutoka katika wafu. Pengine hata wewe na mimi tunaweza tukaingia katika changamoto hiyo, kwamba ili niweze kuamini napaswa nione matukio fulani makubwa katika maisha yangu. Lakini Yesu anasema wanaheri wale walioamini bila kuona. Wanaheri sana. Na anataka kutupa ujumbe gani? Kwamba huyu Tomaso alimpenda sana Kristo, na hata katika Injili nyingine tunasikia kwamba alitaka kuwa tayari kwenda hata kufa pamoja na Kristo, na anawaambia wenzake twendeni tukafe pamoja naye. Katika ule uchungu na ile hali ya hofu na mateso aliyoyapitia wakati wa tukio la Yesu kuteswa na kufa msalabani, alikosa imani thabiti juu ya ufufuko, kwamba kweli mtu aliyepigwa vile anaweza kufufuka. Ndicho ambacho anakidhihirisha sasa katika Injili hii ya leo, kwamba mimi nisipogusa kovu za misumari katika mikono yake siwezi kuamini. Na Yesu anamwambia baada ya siku 8 kwamba lete mkono wako, ili wewe usiwe asiyeamini bali aaminie. Na ndicho ambacho tunapata kama upande wa pili, ama sehemu ya pili ya huyu Tomaso, ni Tomaso mwenye kuamini. Kwa sababu Tomaso anaamini kwa kudhihirisha ama kukiri ungamo la imani. Ungamo la imani ambalo ni maarufu sana, Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso anatufunulia kitu kingine kizuri katika hilo ungamo lake la imani. Tukisoma Injili ya Yohane sura ya 1, tunaona swala la kujifunua kwa Yesu kama nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja sawa na Baba.
na ule umungu wa Kristo unadhihirisha katika sura ya kwanza kwamba hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hatusikii tena habari za ungamo kama hilo, tunalisikia kwa mara ya kwanza kutoka kwa huyu Tomaso katika sura hii ya 20 ya Injili ya Yohane. Bwana wangu na Mungu wangu, kwamba huyu ambaye anamkiri Bwana wangu, Wagiriki wanasema Kyrios, na Mungu wangu wanasema Theos, ambayo Theos katika Biblia ya Kiebrania ama lugha ya Kiebrania ni neno lile linalomaanisha Elohim, linalomaanisha yule Mungu. Kwa hiyo Tomaso anakiri umungu wa Kristo kwa mara ya kwanza. Anadhihirisha kwamba huyu aliyefufuka ameshinda mauti, ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Na hivyo Kristo kama Mungu ana uwezo, hana mipaka yoyote, anaweza kufufuka. Kama aliweza kuwafufua watu, kuwaponya watu, yeye anajidhihirisha katika fumbo kubwa hilo la ufufuko, kuyashinda mauti, kushinda kifo. Na pengine hata wewe unaweza ukaangukia katika changamoto hiyo ya kusema kwamba pengine nikiona ndo nitaamini. Au kama ningekuwa kipindi cha Yesu, tunaweza tukajiuliza kwamba kama ungekuwa kipindi cha Yesu, Yesu anasulubiwa, unaona, baadaye anafufuka, anaambia kwamba mimi nimefufuka, ungeamini kweli au ungekuwa kama Tomaso yule asiyeamini? Tunaalikwa kuwa Tomaso anayeamini na kukiri umungu wa Kristo katika maisha yangu. Huruma ya Mungu ni pana, huruma ya Mungu haina mipaka, ni kubwa. Ndio kile ambacho Yesu anakifanya kila mara anapowatokea mitume na kuwaambia amani iwe kwenu. Pengine kwa nini Yesu anapenda kuwaambia mitume wake amani iwe kwenu? Amani iwe kwenu. Mara nyingi mitume walijifungia ndani kwa sababu ya hofu ya Wayahudi, lakini pia walipomwona Yesu walikuwa na hofu, walikuwa na mashaka, lakini pia walikuwa na hatia kwa sababu walimkimbia kipindi anaelekea katika mateso. Na hivyo ile hatia, ile hofu, mashaka, wasiwasi viliwafanya wajifungie. Na pengine Yesu anapotokea na kuwaambia amani iwe kwenu, ni ujumbe wa huruma kubwa yake, kwamba anawahurumia na anawakaribisha tena katika uwepo wake. Mara nyingi ndicho ambacho kinatokea katika maisha yetu ya kiroho, pale ambapo tunajitenga na Mungu, tunapomsaliti Yesu Kristo, tunapotenda dhambi, tunakosa furaha ya kweli, tunakosa amani ya kweli, tunakosa ile hali ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Na hivyo tunachokipata ni nini? Tunapata hofu, tunapata hatia, tunapata wasiwasi, tunapata ukosefu wa furaha ya kweli katika mioyo yetu. Na hivyo Yesu anapowaambia amani iwe kwenu, ni ujumbe wa huruma yake kubwa. Anawapokea tena na kuwarudisha katika mikono yake. Pengine tujitafakari na kuona kwamba ni kwa kiasi gani tunamsaliti na kumtelekeza Yesu katika maisha yetu, na hivyo turudi na kupokea ujumbe wa huruma ya Mungu. Maana tukimbilie sakramenti ya kitubio, na pale katika sakramenti ya kitubio unaambiwa na padi katika maondoleo ya dhambi kwamba na kuondolea dhambi zako, nenda zako, imani imekuokoa. Ama ile sala ya kuondolea dhambi kwamba Mungu Baba mwenye huruma aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa kifo na ufufuko wa mwanae, akatushushia Roho Mtakatifu tupate kuondolewa dhambi. Yeye mwenyewe akusamee na kukupa amani kwa huduma ya kanisa, na kuondolea dhambi zako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwamba tunaporudi katika amani ya Kristo, ndio kile kitu ambacho tunaondolewa dhambi. Ndio ujumbe wa huruma ya Mungu katika maisha yetu, kwamba huruma ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu. Na hivyo tukimbilie sakramenti ya kitubio, tujipatie hiyo huruma ya Mungu, tujipatie amani ya kweli katika nafsi zetu. Na tunapogeukia somo la kwanza la Dominika hii ya pili ya Pasaka, tunaona ni sehemu ya kitabu cha Matendo ya Mitume, mara baada ya Mtume Paulo kutoa hotuba nzito
ama homilia nzito, watu wengi wanatamani, wanasema tutendeje ndugu zetu? Baada ya kuguswa na yale maneno ya Injili ya Mtume Petro, wanaongoka na kuwa Wakristo, na hivyo wanaanzisha jumuiya mpya ya Kikristo, wanaanza maisha mapya ya Kikristo. Na tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42, tunaona mambo ya msingi katika utume na maisha ya kanisa la mwanzo. Jambo la kwanza ni fundisho la mitume. Walibaki katika ushirika, katika kuumega mkate na sala. Kwa hiyo jumuiya ya kwanza iliishi katika mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, kubaki katika mafundisho ya mitume. Jambo la pili, ushirika. Jambo la tatu, kuumega mkate. Jambo la nne, sala. Ambalo ukiangalia kwa namna ya pekee, jumuiya yoyote ya Kikristo inapaswa kuishi katika hivi vitu vinne ili mambo yaweze kwenda na waweze kweli kumshuhudia Kristo katika maisha yao ya ufuasi kama Wakristo wa Agano Jipya na la milele. Na ukiangalia hivyo vitu vinne ndivyo ambavyo vinaunda katekisimu ya Kanisa Katoliki kama moja ya mafundisho msingi ya kanisa. Katekisimu ya Kanisa Katoliki imeundwa na sehemu kubwa 4. Sehemu ya kwanza ni fundisho la mitume ama ungamo la imani. Sehemu ya pili ni maisha katika Kristo. Sehemu ya pili ni maisha katika Kristo, ambalo tunaangalia ushiriki wa waamini, kuhusiana kwa waamini, kushika amri za Mungu na amri za kanisa. Na sehemu ya tatu ni maisha ama adhimisho la fumbo la Kristo. Na adhimisho la fumbo la Kristo ni sakramenti, ambapo katika sakramenti ndio ile ambayo jamii ya kwanza walikaa na kushiriki pamoja meza ya Bwana, Ekaristi Takatifu, ndio ambayo inabeba kiini cha sakramenti zote, kwa sababu sakramenti ya Ekaristi Takatifu ndio sakramenti ya Yesu mwenyewe, mwili na damu yake. Na jambo la 4 ni sala ya Kristo. Sala ya Kristo ama maisha ya sala katika jamii yoyote ya waamini ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunaalikwa kuishi katika misingi hii minne ili mambo yetu yaende. Kuishi kadiri ya mafundisho ya imani, manake ile na sadiki, ile tunavyokiri ungamo la imani linabeba vitu vingi ambavyo tunapaswa kuviamini na kuviishi. Je, ninaishi kadiri ya mafundisho ya mitume, kadiri ya nasadiki, kadiri ya kanuni ya imani? Ninaishi kadiri hiyo au ninaishi kwa kadiri ya kanuni zangu mwenyewe? Jambo la pili ni fumbo la Kristo katika maana ya maisha ya kisakramenti. Je, tunashiriki kweli katika sakramenti hizi za kanisa? Sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya kitubio, sakramenti za kanisa ambazo zinatualika, sakramenti ya ndoa ama sakramenti nyingine. Je, tunaishi kadiri ya hizo sakramenti na tunapata manufaa na neema kupitia sakramenti hizo? Jambo jingine ni maisha ya Kikristo. Mimi kama Mkristo ninahusianaje na Mungu? Ninahusianaje na jirani yangu? Kumpenda Mungu kwa moyo wangu wote, kwa akili zangu zote, kwa uwezo wangu wote na kwa nguvu zangu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yangu mwenyewe. Je, ninaishi kadiri ya hayo? Kwa sababu kwa kuishi kadiri ya hayo ndio tunaishi ule Ukristo na kuwa ufuasi mkamilifu. Jambo la 4 ni sala ya Kristo ambayo inawekwa kwa ufupisho kama sala ya Bwana Baba yetu, ambayo ina maombi 7, na kupitia maombi hayo 7 inatupa kile ambacho tunapaswa kuomba. Tunapoenda katika sala tunafanyeje? Na sala za binafsi, sala za jumuiya, na kwa namna pekee kuna sala za kanisa. Ushiriki wetu upoje katika masuala kama hayo? Yote haya yanatupelekea tuweze kuishi kadiri ya imani ya wafuasi wa Yesu Kristo. Huruma ya Mungu ni kubwa na haina mipaka, kama anavyosema Baba Mtakatifu hayati Francis katika buro yake, anaosema kwamba huruma ya Mungu haina mipaka, ambayo huruma hiyo ni kubwa katika maisha yetu, na kupitia huruma ya Mungu ambayo tunaichota katika sakramenti ya kitubio tunaweza kupata wokovu kupitia maisha yetu. Na hiyo inawekwa ama inahitimishwa na ujumbe ambao tuliupata na nafasi ambayo tulipata na manufaa ambayo tuliyapata katika mwaka ule wa jubilei ya huruma ya Mungu
ambao uliwekwa na Baba Mtakatifu Francisco, kwamba watu walijipatia neema na mafao mbalimbali, ukiachilia mbali rehema kamili, kuzidi kutafakari na kupokea huruma ya Mungu katika maisha ya watu, kupokea sakramenti mbalimbali hasa Ekaristi Takatifu na kitubio, kuweza kufunguliwa kwa zile dhambi ambazo zilikuwa zimehifadhiwa kwa ajili ya Baba Mtakatifu peke yake, dhambi ambazo zinaweza kuondolewa na mapade waliowekwa ama ilishushwa kutoka kwa Baba Mtakatifu kwa mapade wengine, kuweza kuondolea watu dhambi hizo, watu kuweza kukaribia sakramenti hiyo ya kitubio na kuondolewa dhambi zao na kuweza kushiriki Ekaristi Takatifu kutoka katika vifungo vyao. Lakini pia ilitusaidia kuwa na umoja wa Kikristo, umoja wa kanisa kupitia hiyo huruma ya Mungu. Tunapotafakari huruma ya Mungu katika maisha yetu ni kubwa. Hata namna ya maisha yetu kama Wakristo yenyewe yamejaa huruma tu ya Mungu. Mungu anatuhurumia kila siku inayoenda kwake. Na hivyo ni wakati wetu sisi kuona utajiri, kuona chemchemi ya huruma ya Mungu ilivyo kubwa, na hivyo tuichangamkie na kuikimbilia. Mtakatifu Sister Faustina Kowalska katika moja ya maagizo aliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo ni juu ya hii picha maarufu, picha ya huruma ya Mungu, ambayo inatupa ufupisho wa ujumbe wa Yesu juu ya huruma kubwa katika maisha yetu. Katika picha hiyo tunamwona Yesu akiwa na mikono yake katika mkao tofauti, mkono wa kuume ukiwa unawaelekea watu akiwabariki, na mkono mwingine ukiwa katika kifua usawa wa moyo, akiwa anafungua moyo wake kwa ajili ya kutupokea sisi, na huruma yake ni kubwa kwetu. Na hivyo anavyotualika, ama ile sala tunaosali, ifanye mioyo yetu ifanane na moyo wako, ndicho ambacho sala yetu kwake, kwa Yesu wa huruma. Na kitu cha pekee na cha tofauti ni hiyo miale miwili, mwale mweupe na mwale mwekundu kutoka katika moyo wa Yesu. Unaonyesha mwale mweupe ukionyesha kwamba ni sakramenti za kanisa, sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya kitubio, ambao unaosha dhambi ya asili na dhambi nyingine na kutufanya tuwe wapya katika maisha yetu ya kiroho na muungano wetu na upatanisho wetu na Mungu. Na ule mwale mwekundu unawakilisha damu ya Kristo ambayo ilitoka katika ubavu wake. Tukumbuke kwamba katika ubavu wa Yesu ilitoka damu na maji. Kwa hiyo damu na maji ni ishara hiyo miale. Na ule mwale mwekundu unamaanisha damu ya Kristo, sakramenti ya Ekaristi Takatifu ambayo tunaipokea kama sehemu ya huruma tu. Yesu Kristo ameutoa mwili wake kwa ajili ya kutuhurumia sisi tupate neema, tupate wokovu. Na maneno ambayo ameyaweka chini kwa lugha asili ni Yesu ufam tobie, lugha ya Kipolish ambayo inamaanisha maneno yale yale ambayo tunayasema kila siku tukiona katika ile picha, Yesu ninakutumainia, Yesu ninakutumainia. Ni maneno mazuri, ni sala nzuri kwamba katika maisha yetu tuendelee kumtumainia Yesu, na Yesu atatujalia wokovu, atatujalia neema na baraka katika maisha yetu. Nikupende kukutakia Dominika njema, Dominika ya pili ya Pasaka, ama almaarufu Dominika ya huruma ya Mungu. Mimi ni Padre Benjamin Maganga na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Mungu akubariki. Nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote.